safari ya mwana wa asili hadi nyota wa Apocalypto. Rudy Youngblood alizaliwa tarehe 21 Septemba mwaka 1982 huko Texas, Marekani. Alizaliwa katika familia ya asili ya Marekani, akiwa na damu ya kabila la Comanche, Cree na Yaqui. Wazazi wake walimlea katika maisha ya kawaida yaliyogusa sana utamaduni, heshima na ukaribu na asili. Kabla ya kuigiza, maisha ya Rudy hayakuwa ya kifahari. Hakukuwa nyota, hakukuwa kamera. Alikuwa kijana wa kawaida aliyependa sana sanaa, hasa muziki na kucheza densi za asili. Aliishi maisha ya kujitafutia, akifanya kazi ndogo ndogo, huku akiendelea kuamini kuwa siku moja ndoto yake ingetimia, ingawa hakujua itatimia vipi. Mabadiliko makubwa yalikuja wakati Mel Gibson alipokuwa akitafuta mwigizaji wa asili halisi kwa filamu yake mpya Apocalypto. Rudy hakuwa mwigizaji maarufu, lakini alikuwa na kitu cha kipekee: sura ya asili, nguvu ya kihisia na uhalisia wa maisha ya watu wa kale. Hiyo ndiyo sababu kuu iliyomfanya achaguliwe kuigiza nafasi ya Jaguar Paw mwaka 2006. Filamu Apocalypto ilimfungulia dunia. Uigizaji wake ulisifiwa sana kwa ukimya wake wenye maumivu, ujasiri na hisia kali. Ingawa hakupata tuzo kubwa binafsi, filamu hiyo ilipata tuzo na uteuzi mbalimbali duniani, na Rudy akatambulika kama sura mpya yenye nguvu Hollywood. Baada ya Apocalypto, Rudy alishiriki filamu kama Beatdown 2010, Windwalkers 2015 na Meko 2015, filamu iliyoonyesha maisha ya Wamarekani wa asili. Mafanikio yake hayakuwa ya kelele, bali ya heshima na uthibitisho wa kipaji. Katika maisha binafsi, Rudy ni mtu wenye faragha. Aliwahi kuwa na familia na watoto, lakini amekuwa akilinda sana maisha yake ya nyumbani mbali na macho ya umma, akiamini familia ni sehemu takatifu ya maisha. Nje ya uigizaji, Rudy Youngblood ni mwanamuziki, mtunzi wa mashairi na mwanaharakati wa kutetea tamaduni za watu wa asili. Jambo ambalo watu wengi hawajui ni kwamba Rudy anaishi maisha ya unyenyekevu sana, karibu na asili, na mara nyingi hujitenga na umaarufu wa Hollywood. Hadi leo, Rudy anatarajiwa kushiriki katika miradi huru ya filamu zinazohifadhi historia na sauti za watu wa asili. Hadithi ya Rudy Youngblood ni hadithi ya kijana aliyekuja kimya kimya, akatikisa dunia kupitia uhalisia wake. Ni ushahidi kwamba wakati mwingine sio sauti kubwa, bali ukweli wa mtu ndio unaobadilisha historia. Wapenzi na wachambuzi mbalimbali wa filamu duniani wameonyesha kutamani kuona muendelezo wa filamu ya Apocalypto sehemu ya pili. Lakini je, staringi wetu pendwa Rudy Youngblood ataweza kupata tena nafasi kwenye filamu hiyo kama ikitokea muendelezo wa sehemu ya pili? Tuandikie komenti yako hapo chini. Pia usisahau kulike, kukomenti na kushare hadithi hii.